Hali ya maendeleo ya mradi hadi sasa ni kama ifuatavyo. Utekelezaji wa mradi umefikia 65% actual, ikiwa ni 2.5 mbele ya makadirio planned. Tangu kuanza kwa mradi, siku 449 zimepita kati ya siku 730, sawa na 61.5 ya muda wa utekelezaji. Pia tuko mbele ya muda. Malipo ya awali yani advance payment yalifanyika tarehe 2 Julai mwaka 2024 kwa kiasi cha shilingi bilioni 50.78. Hadi sasa jumla ya interim certificates 13 zimeshaidhinishwa zenye thamani ya bilioni 218.9. Kati ya hizo bilioni 197.15 zimeshalipwa, sawa na 58.23 ya thamani ya mradi. Pia tuko mbele ya malipo. Pesa hizi zote ni za serikali yenyewe. Kazi ya zege hii mnayoiona na ambayo tumeifunika hapo chini kwenye foundation, zaidi ya cubic mita 52,000 zimeshakamilika kwa asilimia zaidi ya 99 tangu Julai 19, 2025 kwa kazi. Na sasa kazi zinazoendelea ni kama ifuatavyo: moja, uwekaji wa miundombinu ya huduma mbalimbali ya wa kwanza wa awali, yani first fix kwa umeme, maji, tehama na kadhalika. Umaliziaji wa kuta za ndani na nje partitions ambazo zimekamilika kwa asilimia zaidi ya 94. Uinuaji wa milingoti ya chuma steel structure umekamilika kwa asilimia 60 kama mnavyoona, pamoja na vingine ambavyo vimeshatengenezwa viko pembeni kila mahala pake. Ni kazi ya kuinua na kufanya installation. Finishing works humo ndani tumeshaanza, mmeona rangi zimepigwa, plastering imeshaanza huko chini, skimming zinaendelea, rangi, terrazzo na marumaru katika baadhi ya maeneo. External works, maeneo ya nje tayari tukiwa tumeshaanza kuandaa maeneo ya bustani, sehemu za kupumzikia, parking na walkways, paved areas. Sasa maandalizi ya nyasi kwa pichi zote mbili na yenyewe yameshaanza. Ambayo sasa zaidi ya 35% ya vifaa vyote tunavyohitaji kwa ajili ya kumaliza project vimeshafika site, wakati vilivyobaki vyote viko njiani na vinafika muda wote kuanzia sasa. Tuna changamoto kidogo katika mradi wetu. Na changamoto hizo ni kama ifuatavyo: moja, ujenzi wa barabara za kudumu ndani mmejionea za kiwango cha lami kufikia site, sababu nacho ni kigezo kimoja hapo cha host mashindano ya AFCON na uwanja kutumika kama tunavyoeleza, ambao hizi ziko chini ya TARURA na TANROADS. Hizi bado hazijaanza. Utaratibu wa ofisini umeanza lakini site bado. Kwa hiyo hii ni changamoto mojawapo, na changamoto hii sisi kama wakandarasi tunaiangalia kwa maeneo makuu mawili. Kwanza, kutifua baada ya sisi kufunika itasababisha vumbi na itakuwa trapped kwenye fasadi yetu, na fasadi yetu mostly ni nyeupe. Kwa hiyo uwanja utachafuka sana kama utifuaji utaendelea baada ya uwanja kukamilika. So it's better uanze sasa hivi ili tumalize kwa pamoja. Lakini pia changamoto nyingine ambayo sisi tunaangalia ni kufikisha vitu. Of course tuna makontena makubwa yanakuja kwa ajili ya steel structure pamoja na vifaa vya kumalizia hivyo ambavyo nimesema viko njiani, vinahitaji stable barabara. Na hizi hali za hewa za mvua zinazokuja tunajitahidi kuzirepair kama ambavyo mkataba unatutaka, lakini hatuwezi kuzitengeneza ambavyo tungetegemea. Kwa hiyo lami zingekuwepo zingetusaidia. Changamoto ya pili ni hali ya hewa, japo si kwa ukubwa lakini nayo inatuchelewesha kidogo, kwani upepo mkali ambao unavuma wakati wa mchana unatufanya kuchomelea, kazi ya uchomeleaji iende taratibu kwa sababu ule upepo unapuliza ule moto. Kwa hiyo tunafanya zaidi usiku wakati upepo umepungua. Sasa hii kidogo inaturudisha nyuma, lakini tunakabiliana nayo. Changamoto zingine za ndani kama za kimikataba, maelekezo, variations, mabadiliko haya tunadili nayo ndani kwa sababu ya kuwa na wataalamu wote site na saa 24. Naitwa Daniel Matondo, ni mbunifu majengo kwa taaluma, lakini ni kaimu msajili wa bodi ya Architects and Surveyors ambayo inafanya kazi mbalimbali kwa ajili ya kusajili wataalamu na kudhibiti mienendo ya wataalamu katika taifa la Tanzania, mainly katika eneo la Tanzania bara. Leo tulikuwa na ziara ambayo ni mwendelezo wa mafunzo yetu ambayo tulikuwa katika mkutano huu wa mwaka wa wataalamu ambao tulifanyia hapa jijini Arusha katika ukumbi wa AICC kwa siku ya juzi pamoja na jana, lakini leo tumepata fursa ya kuwa na ziara za mafunzo. Na kwa asubuhi ya leo tumekuwa na ziara ambayo tumeanzia katika uwanja wa Samia Stadium ambao ni maarufu anaoita AFCON.
kwa ajili ya mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kuanza mwaka 2027. Tumekuja na timu kubwa ya wataalamu takriban 500 ambao ni wabunifu majengo na wafuatiliaji majenzi kuona progress ya uwanja huu, kwa kuwa moja ya majukumu makubwa au kazi zao nyingi zinahusisha pia ubunifu wa viwanja kama hivi vya michezo, na hivyo wamepata fursa nzuri sana ya kuweza kujifunza. Na kitu ambacho kimetuvutia ni kwamba kampuni ya kigeni yapo, lakini kampuni ya wazawa yapo. Zipo kampuni za wabunifu majengo, zipo kampuni za wakadiriaji majenzi, lakini pia namba kubwa ya watu ambao wanafanya kazi katika uwanja huu tumeshuhudia kuwa wengi ni Watanzania, hususan watu wa Arusha, na tumeona watu ambao ni wageni ni wachache sana. Tumeelezwa ni takriban watu 60 tu hivi katika watu wote ambao katika uwanja ambao unaweza kubeba watu takriban 32,000. Kwa watu wetu wamejifunza mambo mengi sana katika uwanja huu, ikiwa ni pamoja na namna uwanja ulivyobuniwa, uchaguzi wa hili eneo huku ukihamasisha dhana nzima ya utalii kama Mheshimiwa Rais alivyosema kwamba na emphasize kwenye Royal Tour. Kwa hiyo hii imeletwa mahususi kabisa katika hili eneo kwa ajili ya kuemphasize Royal Tour. Hata baada ya mashindano ya AFCON watu watakuja katika haya maeneo na watajionea mambo mengi sana katika eneo hili la Samia Stadium. Kwa hiyo tumeahidi, na pia Wizara ya Michezo tunawashukuru na wakandarasi ambao wanaendelea hapa. Tumeahidi pia kwamba kama tutapata fursa nyingine tutakuja kuangalia namna finishing ya uwanja huu itakapokuwa ikiendelea, na wataalamu wetu wametoa maoni mengi katika mjadala na wasilisho ambalo limeletwa kwetu na wataalamu wa uwanja huu, lakini wametoa maoni mengi. Walikuwa na dukuduku pia ya changamoto ambazo zingine ziko katika viwanja vyetu vinavyoendelea kama uwanja wa Benjamin Mkapa kule Dar es Salaam. Wamesema kuna changamoto za hapa na pale, lakini uwanja huu umebuniwa kwanza kwa hadhi ya kimataifa, ukikidhi viwango vyote vya vyama vya michezo duniani na Afrika. Lakini pia wamezingatia machangamoto zetu za Kiswahili zilizoko hapa Tanzania, na wameubuni pia kuhakikisha kwamba at least uwanja huu unabeba maudhui ya Watanzania, ile kacha ya Kitanzania. Tumeelezwa katika ile eneo la kuingia, viwanja huu umezingatia malango mawili ya kuingiza wachezaji. Duniani kote huwa kuna lango moja, lakini hapa kuna malango mawili ya kuingiza wachezaji. Mwelezaji alisema ni kwa kuwa kuna ile dhana ya Simba na Yanga tumeibeba kama sisi wa Tanzania, na tunataka tuwaonyeshe watakao kuja kwamba hii ni Tanzania ambayo ina taratibu zake, nasi pia wanaweza wakachukua kila ambacho tunakitaka hapa kwetu. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo, na tunawaomba pia Watanzania wengine wanaweza wakafika katika viwanja hivi na kuweza kujionea progress au maendeleo ya ujenzi ulioko hapa Samia Stadium. Kwa hiyo tuko katika ziara na tunaendelea kujifunza mambo mengi kwa siku ya leo, na tutakwenda pia baada ya hapa tunajielekeza kwenda katika mbuga za Arusha National Park, ambapo pia tunakwenda kufanya utalii, lakini tunaenda kuangalia pia namna design ya facilities zilizopo kule katika mbuga za wanyama ambavyo zimekuwa design attract ile tourism. Kwa watu wetu wanataka kwenda kuangalia, je, vile vitu viko sawa, na kama hakutokuwa na changamoto zozote, basi ushauri pia tutautoa kwa mujibu wa mazingira ambayo tunayaweka. Kwa tunafurahi kwa kuwa Arusha, na tunafurahi kuwa na ziara kama hii, na tunaendelea kuwa hapa, na watu wetu wamefurahia sana katika ziara hii.